Clarice yuko, kwa hivyo Pastor Clarice yeye anaenda Pentagon. Amen. Pigia Yesu makofi. Kwa hivyo ndani ya mwezi wa 6 Pastor Clarice atakuwa kule na tutakuwa tunamtukuza Mungu kule. Tutakuwa na mazungumzo hapa na Chance. Kila kitu kitakwenda vizuri. Mabati taanza tu kanisa, mabati ifunikwe na injili iendelee huko, injili iendelee na watu waendelee kukombolewa. Si yamefika Si hiyo mnasikia? Haleluya. Haya. Alafu tuangalie pia neno la Mungu lizidi kuhubiriwa. So kwa nini tunakula meza ya Bwana? Hatukuli ili tupone. Hatukuli ili tuponywe magonjwa yetu. Hatukuli ili tufanikiwe. Tunakula kwa sababu ya kukumbuka mateso yale aliyoteswa mwana wa Mungu kwa ajili yetu. Na kwa sababu tutakumbuka, tutashiriki. Wakati utachukua kile kikombe na wakati utachukua ile damu, itabadilishwa, haitakuwa ya kawaida. Haleluya. Haitakuwa ya kawaida vile unajua. Labda pengine ushawahi kukunywa, labda pengine ushawahi kula, lakini haitakuwa kawaida, maana itabadilishwa. Katika kule kubadilishwa, utakapochukua utashiriki naye meza yake. Yaani yeye atakuwa mezani na wewe. Kwa hivyo huyo ndiye atakayeshuka kuhudumia wewe. Haleluya. Si kinywaji kitakacho kuhudumia, si ile mkate utakao kuhudumia, bali ni yeye mwenyewe atakuhudumia, kwa sababu umekumbuka mateso yale aliyoteseka kwa ajili yako. Halo. Lazima tukila mwili wa Yesu na damu ya Yesu tuelewe tunakula kwa sababu gani. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Tunakula kwa sababu gani? Tunakula kwa sababu ni amri. Tena akasema tukumbuke, tena tukumbushane kila wakati na kila siku. Thank you. Mimi huwa nasikia kushukuru sana na wale watu ambao wana kiu ya neno la Mungu. Unasikia sana kushukuru. Wana kiu ya neno la Mungu. Sasa hivi utakumbuka pale matopeni ulipotoka, pale matopeni. Zile dhambi zote pale mahali ulipokuwa unagaagaa. Haleluya. Unajua mtu ukimkiri Yesu tu leo hivi, ukimkiri Yesu tu, damu yake inakuosha. Bado inatiririka mpaka dakika hii. Damu yake inakuosha. Baada ya kukuosha, hapo ndipo alipokufelea na unainuka na unazidi kusimama katika jina la Yesu Kristo ndiye. So kwa nini tukumbuke? Ili tuendelee kumtukuza yeye katika utakatifu na heshima. Tufungue maandiko kitabu cha Luka 22:19. Haya, tufanye haraka. Nasemaje? Neno la Bwana linasema, ndio. Kitabu cha Luka sura ya 22 mstari wa 19. Neno la Bwana linasema, akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa, akisema. Anza 17 hapo kidogo. Akapokea kikombe, akashukuru, akasema, twaeni hiki mgawanye ninyi kwa ninyi, maana nawaambia ya kwamba tangu sasa sinywi mazao ya mzabibu hata ufalme wa Mungu utakapokuja. Ndio. Akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa, akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Piga Yesu makofi. Sasa tunaona kwamba Yesu Kristo amekusanyika na wanafunzi wake
akawaita kwa pamoja na akasema ya kwamba hii ndiyo damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu, na huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Mwisho akasema, fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Yaani jinsi ambavyo unatumilia mwili wa Yesu na damu ya Yesu, unakumbuka vile alivyokufelea msalabani. Haleluya! Na kwa sababu unakumbuka, na yeye anashiriki nawe katika huo ukumbusho, anakuwa pamoja nawe, maana maandiko yanasema nitakuwa pamoja nanyi kuanzia mwanzo hadi ukamilifu wa dahari. Halo, Bwana asifiwe. Fanyeni hivi kwa kufanyaje? Fanyeni hivi kwa kunifanyaje? Fanyeni hivi kwa kunifanyaje? Huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Hii ni damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Kuna damu ilimwagika kwa ajili ya maisha yako. Kuna damu ilimwagika kwa ajili ya wewe. Kuna mwili ulistahimili mikuki na miba. Kuna mwili ulipigwa, uliteswa kwa ajili ya maisha yako. Hakuna mtu wa kukufilia hapa duniani, Yesu peke yake. Hata bibi rero kafa ukambokala naomba leo nikifa mke wangu tusikwe pamoja. Anakwamba ushawahi kuuliza hivi sema? Ushawahi kuuliza wewe, naomba Mungu siku ya kufa kwangu basi tusikwe pamoja? Haleluya. Kwanza utakukana. Amen. Atakukana. Bwana asifiwe. Hata kutukana. Haleluya. Hakuna mtu anayeweza kufelea mwingine, hakuna, ila Yesu Kristo alifanya. Alistahimili mateso, alistahimili kifo, alistahimili damu na maji vilimwagika, na akasema fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Kwa hivyo dakika hii tunapotumia mwili wa Yesu na damu ya Yesu, tunakumbuka kupigwa kwake. Haleluya. Sasa tukikumbuka, tukumbuke pia na gharama iliyotolewa kwa ajili yako. Hiyo yote ni gharama kwa ajili ya maisha yako. Wakati ule kabla hujaokoka ulikuwa mzinzi. Wakati ule kabla hujaokoka ulikuwa mtukanaji. Wakati ule kabla hujaokoka ulikuwa kama ni madisco, kipigo una vina tamazacha. Wacheza mpaka asubuhi, madisco yanapigwa, madisco vumbi. Wacheza mpaka asubuhi. Gharama ikatolewa. Wewe ukakombolewa. Damu ikakuosha. Halo? Halo, leo hii tunakumbuka kifo chake. Tunakumbuka vile tulivyofelewa. Tunakumbuka vile Yesu alitufia. Tunakumbuka vile ambavyo aliteswa. Je, unathamini hiyo damu? Unathamini ule mwili uliotolewa kwa ajili yako? Je, unathamini ile gharama iliyotolewa? Anasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa hivyo kadri vile unavyokula mwili wa Yesu na damu ya Yesu, ni uendelee kutakaswa. Lakini kama bado unagaagaa dhambini, ina maana ya kwamba halo, wakati walikuwa kienda wa disco vumbi hapa. Nyosha mkono kama ulikuwa ukipiga mpaka James. Simnyosha tu kwa nini anaenda kumwona hapa kana unaenda disco ni bwana. Nyosha mkono, golosa mkono bwana. Haleluya. Si ambo kala waro na bila mtu, waro na bila mimi. Golosa mkono. Haleluya. Mnajua mpaka unaenda karibu na DJ kabisa, karibu na DJ unaenda kabisa. Mpaka hapo karibu na maspika hapo. Hujui ni mateso. Haleluya. Mwambie jirani basi wewe ulipitia kipindi cha mateso sana. Kwa maana wacheza mpaka asubuhi alafu hakuna faida yoyote yani. Yaani hakuna faida yoyote. Haleluya. Zaidi yote unatoka pale una usingizi alafu una pesa mfukoni. Umezimaliza na PK, umezimaliza huku na matikiti, umezimaliza huku na haleluya. Haleluya. Muulize jirani, ukisikia zi uangalia wapi? Haleluya. If you remember, kama tunakumbuka kifo cha Yesu msalabani,
kama tunakumbuka vile tulivyofelewa, kama tunathamini ile gharama, tusingerudi tena katika maovu, tusingerudi tena katika dhambi, tusingerudia tena yale ya zamani. Yale ya zamani yalikwisha, tulifiliwa. Mwambie jirani, ulifiliwa wewe. Haleluya, haleluya. Kuna mtu aliteswa kwa ajili yako, kuna mtu alimwagika damu na maji kwa ajili yako. Je, unathamini hiyo gharama iliyotolewa? Wanafunzi wake tangu mwanzo wanakumbuka na wakashiriki yale mateso, wakafanya huduma, wakasimama. Sikuona hata mmoja alianguka wokovu, isipokuwa ni yule Yuda. Kukosa kuthamini ile gharama ni kwamba wewe umeokoka, unajua Yesu alikufia na bado unagaagaa dhambini. Unajua Yesu alikufia na bado matukano yako mwilini mwako, yako mdomoni mwako. Unajua Yesu alikufia na bado una uasherati. Hata si ajabu ikawa kipindi cha sifa hapo umepeana namba hapa. Haleluya. Je, unathamini hiyo gharama iliyotolewa kwa ajili yako? Umekuja kukumbuka vile ulivyofelewa, vile ambavyo damu na maji vilitoka. Je, unathamini? Ndio maana wengine mnaambiwa msile meza ya Bwana kwa mchezo. Maana wengine wanajua, yani wanaona kama ni mchezo, kama ni kitu cha kawaida. Sio kitu cha kawaida, sio kitu cha kawaida. Kila mmoja alinyamaza, madharau yalianza. Yesu Kristo anadharauliwa, anapigwa, anatemewa mate. Je, unathamini hiyo gharama? Ndio maana Pastor Clarence amemwambia ni mtubu kwanza, na huo ndio ukweli. Kama uko hapa na bado unagaagaa dhambini, na unajua kuna kipindi uliacha dhambi kabisa ukamtumikia Mungu, sasa hivi ni kama ile dhambi inajirudia tena, ni kama ile dhambi inafanya tena, basi huthamini ile gharama ya Yesu. Haustahili kula mwili wa Yesu, haustahili kula damu ya Yesu, kwa sababu unamregesha msalabani. Ni madharau, ni kiburi. Haleluya. Tiuno nafuna ananihidasa na notina ananihidasa. Haleluya. Hila ni kitu tu kilichotengenezwa kwa kawaida, kilitengenezwa na mikono ya mwanadamu, ni juice. Na ule mwili umetengenezwa na mikono ya mwanadamu, umetumiwa unga uliotengenezwa na mikono ya wanadamu. Yani watu wanaweza kuchukulia kabisa ni kitu cha kawaida, lakini tutakapoanza kushiriki, hatutashiriki sote sisi hapa, bali na Yesu Kristo na ushirika wa Roho. Hapa malaika wengi watakunywa nasi mwili wa Yesu na damu ya Yesu. Yesu mwenyewe atakuwa hapa. And now anaangalia roho yako. Wewe ni kiburi umeleta hapa, hukuja kula mwili wa Yesu na damu ya Yesu. Ni kiburi kimekuleta. Wacha nikale. Nini kitatokea? Wacha nikale. Haleluya, haleluya. Mnataka kula, lakini ukweli ni kwamba hauthamini yale mateso ambayo Yesu Kristo aliteseka kwa ajili yako. Mzee Fahari, utoe unga wewe, hata huko njiani huko wakora wataka kuvamia kabisa, wakora wataka kuvamia, basi ukimbie, wakupige makofi mawili matatu makonde, haleluya, uwaponyoke na unga wako, uje nao mpaka nyumbani. Alafu baadaye hivi mtoto auchukue umwagike wote, umwagike. Unasikiaje? Haleluya. Na kumrekala sita keriro ni kumbi. Haleluya. Sasa Yesu naye anasikia uchungu kama vile mtu anakosewa namna hiyo. Yesu anasikia uchungu. Huyu mtu nilimfilia msalabani, nilimfilia huyu mtu.
Yesu, nikamwambia situkane tena, nikamwambia tena asirudie usinzi, asirudie tena uasherati, lakini ndo huyu amerudia na bado eti amekuja kunikumbuka. Mshawahi kukosea watu nyo kaambia usije kwa mazishi yao. Ndio kifika hapo. Kwa imagination unaona kama anaangalia namna hii. Unatoka hapo kwa sababu haleluya. Amen. Unaenda hapo na kutetemeka. Mama alikwambia kwamba unaenda hapo kwa kutetemeka. Haleluya. Maana alikwambia kwamba usifike kwenye mazishi yao. Sasa kuona usifike kwenye mazishi yao. Kwa sababu ulifanyaje? Ulimkosea. Yesu yu hai. Na kwa sababu yeye yu hai, tunamkumbuka hata sasa. Vile unavyokumbuka, unakumbuka pale matopeni alipokutoa, ule uchafu uliokuwa unafanya, zile taabu, shida, mashaka uliokuwa nayo, akakuondoa hapo. Hata na ukaja ukafurahia siku moja una kazi, ukaja ukafurahia siku moja umebarikiwa, siku moja umefunguliwa, lakini sasa unarudi uthamini ile damu. Alafu umekuja kula na Yesu. Alafu tangu hapo huithamini. Vumilia msalaba. Vumilia, nani anajua hiyo? Haya tuimbe hiyo nyimbo, tuimbe. Mwenye anajua hapa. Vumilia msalaba. Vumilia msalaba ni tulipovumilia Yesu. Vumilia msalaba. Vumilia msalaba. Besha ni vile jero hilo. Haleluya. Lakini wewe umevumilia. Umevumilia wewe. Umevumilia wewe. Umevumilia. Umevumilia wewe. Unajua pale mahali alipokutoa. Unajua pale mahali alipokutoa. Unajua yale mateso Yesu aliingia. Alafu unakuja tu. Tunataka kula mwili wa Yesu na Yesu. Kila hisi tu unakuja tu. Kila hisi tu unakuja. Bado mzinzi, hata ukitoka hapa waenda kufanya. Bado mwasherati, hata ukitoka hapa waenda kutana naye. Baada ya kuokoka ni matendo yapi tunayafanya? Baada ya kuwa tumemjua Mungu, ni kitu kipi ambacho tangu sasa tunakifanya? Ni kitu kipi tunakifanya? Tunaendelea kuzaa, tunaendelea kuzaa na hatujulikani. Mulume ukamanywa kwenu, uwe kumanywa kwao. Na bado uendelea kuzaa. Haleluya. Amen. Muulize jirani unamanywa wewe. Haleluya. Ni kitu kipi ambacho sasa unakifanya? Damu na maji vilitoka. Hakika kabisa kalani baba yobe ambazo tonela damu kidogo tu hii ni kwa ajili ya mwanao. Kidogo tu hivi kidogo alafu mkosee anakubimbinda na muti. Anakubimbinda. Atakufukuza. Hata kuwa na furaha na wewe. Vivyo hivyo na Yesu hana furaha na wewe, wakati anajua kabisa huyu mtu ni mwovu, hangetaka kubadilika na hayuko tayari kubadilika, na amekuja kushiriki mwili wangu na damu yangu. Yesu hana furaha na wewe. Nasema na mwasherati hapa, Yesu hana furaha na wewe. Nasema na mzinzi hapa, Yesu hana furaha na wewe. Kama unanyemelea bwana za watu, Yesu hana furaha na wewe. Haleluya. Haleluya.
Yaani wewe unanikosea kila siku, na kuonya kila siku, na kuambia kila siku, alafu zile eti fukarese meza mwenga furi. Tuje tukae meza moja tule. Nikuulize swali. Jamaa amekuchapa makofi pala. Ukalia akakuchapa tena. Akaenda kwa mkeo akamchapa kofi. Akaenda kwa mtoto wako akamchapa kofi. Alafu umetoa soda hapo ba. Alafu anakuja na yeye aje akae hapo. Unamfurahia? Utafurahia lakini utamwekea sumu. Shemasa anasema atamwekea sumu. Atamdungia sumu. Haleluya. Kwa hiyo kumaanisha kabisa kwengine hii damu ya Yesu itakuwa sumu kwa watu badala ya wokovu. Hii damu ya Yesu kwa wengine itakuwa sumu badala ya wokovu. Ndio maana unaambiwa ni ujihoji. Haleluya. Wewe umemudhi Mungu, umemkasirisha Mungu na bado unamkasirisha, na Yesu bado unamkasirisha. Mpaka yeye mwenyewe anasema unaniregesha msalabani. Kwa nini? Hutaki kutubu. Bwana nimewacha lakini sijamuacha. Ni kweli. Amewacha lakini hajamuacha. Amewacha lakini halo. Ni kitu kipi ambacho mama unakifanya? Ni kitu kipi ambacho baba unakifanya? Ni kitu kipi ambacho mzee unakifanya? Ni kitu kipi? Swali rahisi tu, swali rahisi. Kuna jirani anakutesa sana. Jirani anakupiga vita. Jirani hataki kukuona. Taki zaona anakusuira mai. Alafu zamboza soda, unamwamba karibu. Na hatakiza keresi ho Joanaria, undakala na amani we. Utakuwa na amani wewe? Wewe utakuwa na amani? Hawezi kuwa na amani. Kwa sababu ni adui yako. Amekuja anakukosea kila siku. Na ndivyo hivyo hapa kwa watu. Yesu hana furaha na baadhi ya watu hapa. Yesu hana furaha na baadhi ya watendao dhambi hapa. Yesu hana furaha na nyinyi. Halo. Yesu hana furaha na baadhi ya watu hapa. Jamani, mmeakisha generator. Halo. Piga Yesu makofi. Wewe mwenyewe huna amri juu ya huu mwili wako. Huna amri juu ya mwili wako. Wewe huna amri juu ya mwili wako. Ni Bwana. Yaani Mungu akishachukua nafasi ndani yako, akishakuosha na damu yake, huo mwili huna amri nao tena. Hakuna wa kukubusu tena. No. Mpaka yeye aseme busiwa. Ayo umetumwa na nani wewe kubusia? Nani aliyekutuma wewe? Nani? Haleluya! Haleluya! Alipokufia msalabani, alisema mimi ninaenda, mimi nafanyaje? Lakini kuna nani atakayekuja? Kuna nani atakayekuja? Kuna nani atakayekuja? Ambaye ni nani? Roho Mtakatifu. Sasa huyo Roho Mtakatifu ameingia ndani yako. Anasemaje katika kitabu cha Warumi? Wakorintho wa kwanza 6. Wakorintho wa kwanza 6. Twende hapa haraka basi, nasikia hapa kuna mtu. Haleluya. Kuna mtu moyo wake unanena na Mungu hapa. Kuna mtu ameanza kujihoji sasa. Hata ukajihoji bure. Umesinya. Haleluya. Wewe unakuvuya wewe. Unauyaheri. Wewe mimi nitumie gharama yangu mimi nikutoa kisimani kisimani pale nikutoa hapo hivi. Alafu useme tena ukicheze tena pale roho. Tutakuwa na furaha wewe. Halo. Sitakuwa na furaha na wewe. Yaani nimeng'ang'ana. Nimekutoa kisimani. Nimekutoa mahali ambapo ulikuwa unateseka. Mahali ambapo ulikuwa unahangaika. Mahali ambapo ulikuwa nikakuvuta na kama nikauna nguvu zangu zote. Nikakuvuta mpaka nikakuleta juu. Haya, toka sasa, nenda nyumbani. Tulia sasa, cheza na furaha. Kwanza unipale kisimani, unacheza namna hii pale kisimani pale juu. Unacheza namna hii. Nikufanyaje mimi? Sikukuchapa, nitakusukuma ndani. Rudi huko. Halo. Bwana asifiwe.
Haleluya. Bwana asifiwe. Na kusukuma urudi humo Simoni. Mtu unaambiwa mwamregesha Yesu msalabani. Mna kazi ya kulalamika, Mungu nipe nafasi nyingine, Mungu nipe nafasi nyingine, Mungu nipe. Kuna nafasi utakayopewa ambayo hautainua mkono, hautainua mguu. Tuambie hiyo ndo nafasi sasa nimekupatia. Halo. Yesu alipoenda alijua huyu mtu ameamini, alijua huyu mtu Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 12. Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 12. Maandiko yanasemaje? Linasemaje neno la Bwana? Vitu vyote ni halali kwangu. Ndio. Lakini si vyote vifaavyo. Lakini si vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali kwangu. Ndio. Lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Endelea. Vyakula ni kwa tumbo. Ndio. Na tumbo ni kwa vyakula. Endelea. Lakini Mungu atavitoesha vyote viwili. Lakini Mungu atavitoesha vyote viwili. Tumbo na vyakula. Tumbo na vyakula. Lakini mwili si kwa zinaa. Lakini mwili si kwa zinaa. Bali ni kwa Bwana. Pigia Yesu makofi. Lakini mwili si kwa zinaa, bali ni kwa Bwana, naye Bwana ni kwa mwili. Mwili si kwa zinaa, mwili si kwa dhambi, mwili si kwa matukano, mwili si kwa mapigano, mwili si kwa hasira. Mwili wako ni kwa Bwana na Bwana ni kwa mwili. Yaani wewe si wewe mwenyewe, ni Bwana ndani yako, ndani ya mkono wako, ndani ya mguu wako. Bwana huyo Mungu ndiye ambaye ana control juu yako. Maliza sasa, endelea kusoma. Nasemaje? Naye Mungu alimfufua Bwana. Ndio. Na tena akatufufua sisi kwa uwezo wake. Ndio. Je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Endelea. Basi nivitwae viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? Basi nivitwae viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? Hasha. Hasha. Piga Yesu makofi. Je, nivitwae mimi viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? Je, nivitwae viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? Maana umesema hasha. Hamjui ya kuwa miili yenu nyinyi ni viungo vya Kristo? So wakati unakisi mtu na hamjaoana kihalali, wakati umekitoa kiungo chako na kuwa kiungo cha halo, vile unavyoendelea kulala naye kila wakati, umeutoa mwili wako na kuwa kiungo cha, na ukumbuke huo mwili ni viungo vya nani? Kwa hivyo unampeleka Bwana guest, unampeleka Yesu guest wewe, halo hala. Bwana asifiwe. Haleluya. Yaani Bwana ni hicho kiungo chako, yaani yeye ndo ana take control, alafu anaona kuna mwingine amekuja na ana take control. Alafu umekuja unainama hapo, hata mitakula mwili wa Yesu nisikie unajaje. Haleluya. Hauthamini mateso yale ambayo Yesu aliteseka kwa ajili yako. Hauthamini. Na mwili wa Yesu, kuna wengi sana ambao sasa hivi desturi yao katika akili yao ni wanakula mwili wa Yesu ndo wapone, wanakula mwili wa Yesu ndo wabarikiwe, wanakula mwili wa Yesu no, tunakula mwili wa Yesu kwa sababu ya ukumbusho wa gharama aliyotoa kwa ajili yetu. Na sio juisi inaponya, sio mkate unaponya, ni Yesu unayemkumbuka ndiye anayekuponya. Huyo utakayemkumbuka ndiye atakayeshiriki. Anasema niko mlangoni nafanyaje? Nabisha. Atakayefungua nitaingia kwake na nitakula naye. Halo, ulibisha hukubisha, nani unakula naye? Msembe Yesu. Halo. Nani unakula naye? Every day
Si leo, hata wewe unaweza kutengeneza meza yako nyumbani na Bwana. Ni kitu cha kawaida tu, lakini si kitu cha kawaida. Halo, ni juisi. Cha kushangaza ni kwamba yeye atakuwa hapo anakula na wewe, na anakula ndani ya roho yako, anakula ndani ya roho yako. Si wewe ulimkaribisha, atakula ndani ya roho yako. Sasa atakuja kuangalia, je, unakumbuka na unathamini? Unakumbuka na unathamini wewe? Unathamini pale nilipokutoa wewe? Unathamini wewe? Siku nyingine unaambiwa kabisa usiende huko, usiende, lakini roho yako haikupi mpaka niende. Wale wako kwa nusu anasikia yuko huko anasahau vibakuli. Kanani vibakuli. Haleluya. Haleluya. Yesu anaona huyu mtu bado anatamani kurudi pa. Haya, wewe Mkristo uliokoka kabisa, Mkristo uliokoka, unamjua Mungu, matusi ni ya nini? Matukano ni ya nini? Hayo mambo yote unayofanya ya nini tena? Mwanangu, unatongozwa beo la kanisani, unatongozwa kisha unamanya kabisa nirudi zamba. Haleluya. Asiamba kutongozwa ni vibaya, ni vizoshenye. Haleluya. Kwa sababu Bwana anajilisha wewe ni mrembo. Si kuna watu wanatongozwa hapa, kuna watu wanaongeleshwa, si kweli? Wanaongeleshwa nini. Lakini sasa ni mitego ya shetani. Si mbaya, mwambie kama uko tayari kunioa, na kama uko tayari basi twende nyumbani, niko na wazazi. Haleluya. Niko na wazazi. Unaondoka gwirizi tu kumanya riza funani, kumanya zara na rianga mulomo kare. Riza kutongoza rero machero na rianga magare mulo. Pata vidonda kwa jina la Yesu. Halo. Mwanangu, yeye ni Mkristo ambaye ametoka kufanya huduma hapa. Ametoka kufanya huduma. Beanza kwenda maneno mairi tu. Mzuri wewe yani wewe yani. Kweli. Yani wewe yani nakwambia yani wewe yani nakwambia Mungu hakukosea, una sura nawe ati. Ni kweli. Basi mimi nakupenda. Ati unanipenda kweli? Mimi nakupenda, mimi nitakuoa. Alafu sasa farasapata kuboka wanakwambia mimi siku moja mimi nitakununulia gari na kuhakikishia. Na wewe ni kweli. Haleluya. Mkristo aliokoka huyu. Mkristo anayemjua Mungu huyu. Mkristo ambaye Yesu alimfilia, na huyo Yesu yuko ndani yake. Huyo Yesu yuko ndani yake. Hivi basi tumetoka kanisani, tumehubiriwa, tumeambiwa ni vibaya. Na nakwambia ni vibaya. Ni mchungaji amesema ni vibaya hivi. Ati ni kweli? Si kweli. Allah. Haleluya. Haya, nyamaza mtoto, nyamaza. Kama ngozi kura kwanza kidogo. Amenyamaza. Haya, maliza sasa kusoma. Je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi nivitoe viungo vyangu na kuwa viungo vya kahaba? Hasha. Endelea. Au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Endelea. Lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho mmoja naye. Mmoja naye. Ikimbieni zinaa. Rudia tena. Ikimbieni zinaa. Rudia tena. Ikimbieni zinaa. Rudia tena. Ikimbieni zinaa. Wewe ikimbia waifuata. Ikimbieni zinaa. Wewe unaikimbia ama unaifuata? Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Endelea. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake. Ndio. Ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Endelea. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu
la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu. Hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Endelea. Aliye ndani yenu. Aliye ndani yenu. Mliyepewa na Mungu. Ndio. Wala ninyi si mali yenu wenyewe. Pige Yesu makofi. Hamjui ya kuwa miili yenu nyinyi ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, wala miili yenu nyinyi si yenu nyinyi wenyewe, bali ni ya Mungu aliye hai. Mungu ndiye anayekuwa na majibu ya mwili wako, sio wewe. Wewe ndio unafaa kufanya, Bwana nichagulie mke mwema. Sikuna wakati uliomba mke mwema? Ndiyo. Na si alikuja? Ndio. Unamwambia Bwana nichagulie mke mwema. Wewe unaomba Bwana nimemuona yule ni mwema. Eti Bwana naona ndiye yule. Naona ndiye yule. Hata kuna mwingine alikuja juzi akasema, pastor, sasa hapa nilipofika sasa niko tee. Kuna shida gani kwani? Hebu niambie. Hapa nilipofika basi niko tee. Kwa sababu gani? Nakwambia hakika hata tukija naye hapa hata ukisema sijui sie, nitakwambia unadanganya. Hai, ni kitu kipi kilifanya kwa uona ndiye? Pastor, yeye nasikia roho yako imetulia. Naambia haleluya. Hayajaanza kuchemka. Bado yako baridi. Unaweza kuweka mkono hivi. Haleluya. Ngoja achemke kwanza. Amen. Hata unasema roho yako inatulia. Haleluya. So mwili wako si kwa ajili yako mwenyewe, mwili wako huo ni wa Bwana. Ni wa Yesu. Mungu ndiye ambaye ana control na mwili wako. Ndio maana mtu yoyote atakaye kugusa, sio wewe unampiga, ni Bwana anapambana na yeye, kwa sababu huo mwili wako si wako. Hata leo ukipiga goti ukimwambia Mungu kuna mtu ananipiga vita, nani huyo? Nani anakusongelea? Nani? Maana huo mwili sio wako, ni wa Bwana. Mungu ndo ana amri na mwili wako. Ndio maana shetani anataka kumroga Ayubu, haviwezekani. Ikabidi akamwambia ruhusa. Oya, fanya hivi. Nipe ruhusa hata dakika moja bwana. Maana umemzingira na mkono wako mpaka nakosa mahali pa kuingilia. Hata dakika moja, uone kama Mungu akamwangalia. Lakini Mungu akajua Ayubu atastahimili. Akamwambia nenda, kaguse vyote. Lakini roho yake shetani mpaka hana mamlaka juu ya huo mwili, kwa sababu huo mwili ni wa Bwana. But who you invite him? Nani unamwalika ndani yako? Nani? Kuna urafiki sasa hivi umeanza kuutengeneza, na huo rafiki sio mwema mbele za Mungu aliye hai. Unaanza kuutumia mwili wa mwenyewe vibaya, alafu unakuja kukula damu yake. Yuko hapa. Ndiye anayeniambia mwanangu fanya hivi, mwanangu fanya hivi. Ndiye yuko hapa. Leo anataka kuangalia uongo wako. Leo anataka kuangalia kiburi chako. Hata wakachukua na ndio mimi hapa nakula. Unajua kwa nini naweza kuaffect? Badala ya baraka utapigwa, yatadhihirishwa wazi. Na mimi sikudanganya. Mimi huwa sipendi kuweka sana meza ya Bwana, lakini Mungu akiniambia, huwa napenda nimwambie Mungu si usongeshe kidogo basi, angalau tuone kama watabadilika. Haleluya. Kwa maana baada ya watu kula meza ya Bwana utasikia yule ameshikwa kule, yule hivi, yule. Hakika kweli kabisa. Amen. Yaani utashangaa wewe. Unagura mangweni unaona amekujaje huku? Mangweni. Haleluya. Yeye mtu tu itatokea, hatuwezi mwambie hebu pita na mahali fulani. Haleluya. Uko mbuzi wengi huko na kunywa pombe. Anambia pita mahali fulani hebu. Ukipita hivi, hai. Mtu fulani. Wewe naye wajuaje? Ushawahi kusalimiwa mazishini wewe? Ukafanya hivi, na mimi mshirika yule anakuja. Hutaki akusalimie Bwana asifiwe. Wangapo washakuwa na hiyo hali hapa. Ana marafiki zake ambao wanajua wanafanya vituko pamoja. Alafu kuna mshirika anakuja. Anajua yule ana malengo ya kuja kunisalimia Bwana asifiwe. Sasa anajifanya tu huyo mshirika hamuoni, anajifanya ile apite. Haleluya. Naye Bwana alivyo wakitai. Haleluya. Mshirika anakuja mpaka hapo na kugusa bega, Bwana asifiwe ndugu. Wale wenzako wanakuuliza, hata huyu ameokoka? Yaani
Kama hizi nyasi zingekuwa zinaongea haleluya. Maana vile vitendo alivyokuwa anavifanya hapa havidhihirishi kwamba huyu ameokoka, ndio maana anajificha. Rino zina la Bwana usiliaze bule, hakikisha ni sawa. Zina la Bwana hakikisha usawa. Hebu nipe hiyo biti hapo, nipe hapo. Zina la Bwana usiliaze bule, si ni sawa, hakikisha usawa. Make sure you are okay. Hebu tusimame. Tunataka kukwaza watu hapa ambao wanakuja na kiburi chao hapa, wanataka kula meza ya Bwana. Zina la Bwana usiliaze bule, hakikisha ni sawa. Rino zina la Bwana usiliaze bule, sawa. Zina la Bwana usiliaze bule, hakikisha ni sawa. Rino zina la Bwana usiliaze bule, hakikisha ni sawa. Zina la Bwana usiliaze bule, hakikisha usawa. Rino zina la Bwana usiliaze bule, hakikisha usawa. Usiliaze bule, hakikisha usawa. Rino zina la Bwana usiliaze bule, hakikisha usawa. Zina la Bwana usiliaze bule, imba kwa sauti. Hakikisha usawa. Lole kazi ya kwakwe Yesu yunaza kalenda yo inamalwa Mugula kalenda lole kazi ya kwako Yesu yunaza kalenda yo inamalwa Mugula kalenda ulole kazi ya kwako Yesu yunaza kalenda yo inamalwa Mugula kalenda ulole kazi ya kwako Yesu yunaza kalenda yo inamalwa Bugula kalenda wilole kazi ya kwako Yesu yunaza kalenda yo inamalwa Bugula kalenda wilole kazi ya kwako Siangalie sasa Yesu yunaza kalenda yo inamalwa Yesu yunaza yo inamalwa Bugula kalenda wilole kazi ya kwako Yesu yunaza kalenda yo inamalwa Hebu shangwe na vigelegele kwa Funaozimanya fusafi shangwe na vigelegele Haya Kuna zulu ndangira zewe Haya twende Bila Yesu ndangira zewe kuko mulunguni Aya bila Yesu ndangira zewe kuko mulunguni 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 Nitarangwe Yesu nitarangwe Amilele ananirinda Yesu ananilongoza moyo wangu Nitarangwe Yesu nitarangwe Amilele ananirinda Yesu ananilongoza moyo wangu Nitarangwe Yesu nitarangwe Amilele ananirinda Yesu ananilongoza moyo wangu 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 ananirinda Baba ananilongoza moyo wangu kwa Yesu ngirani mwenga kwa Yesu ngirani mwema kwa
Yesu ngirani mwenga, kwa Yesu ngirani mwenga, kwa Yesu ngirani mwenga, kwa Yesu ngirani mwenga, kwa Bwana ngirani mwenga, kwa Yesu 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 ngirani mwenga. Haya, kofi 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 kofi. Gundari ndari la gundara Yesu ndari la Gundari ndari la gundara Bwana ndari la Gundari ndari la gundara Yesu ndari la Gundari ndari la gundara Bwana ndari la Gundari ndari la gundara Yesu ndari la Gundari ndari la gundara Bwana ndari la siku hiyo inakala yake akizama na wa Mulungu, 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 ya siku hiyo inakala yake akizama na wa Mulungu, siku hiyo akizama na wa Mulungu, siku hiyo inakala yake akizama na wa Mulungu, siku hiyo inakala yake akizama na wa Mulungu. Sifu Bwana kabisa. Duniani makosa inaochwa, duniani makosa ina naikai moyo wangu, moyo wangu, duniani makosa inaochwa, duniani makosa inaochwa, duniani makosa inaochwa naikai moyo wangu, moyo wangu, duniani makosa inaochwa, naikai moyo wangu, moyo wangu, duniani makosa inaochwa naikai moyo wangu, moyo wangu, duniani makosa inaochwa. Nilongoze Mulungu wangu, nilongoze Mulungu wangu, kabila yawe kunilongoza duniani, besi na kilongozi wako nilongoza, nilongoze Mulungu wangu, nilongoze Mulungu wangu, nilongoze Mulungu wangu, kabila yawe kunilongoza duniani, besi na kilongozi wako nilongoza, nilongoze Mulungu wangu, nilongoze Jerie, nilongoze Jeswe, kabila yawe kunilongoza duniani, besi na kilongozi wako nilongoza, nilongoze Mulungu wangu, nilongoze Mulungu wangu, nilongoze Mulungu wangu, kabila yawe kunilongoza duniani, besi na kilongozi wako nilongoza, nilongoze Mulungu wangu. Makofi ya juu, makofi ya juu, makofi ya juu. Kuko zulu mulunguni, moyoni na tamani, kisha ninaboyera ya Yesu ananiera, kisha ananilongoza naenda nikamwone Baba. Kuko zulu mulunguni, na watu moyoni na tamani, kisha ninaboyera ya Yesu ananiera, kisha ananilongoza naenda nikamwone Baba. Kuko zulu mulunguni, watu moyoni na tamani, kisha ninaboyera ya Yesu ananiera, kisha ananilongoza naenda nikamwone Baba, naenza nikamwone Baba, naenda nikamwone Baba, naenza nikamwone Yesu, naenda nikamwone Baba, naenza nikamwone Baba, naenda nikamwone Baba, naenza nikamwone Yesu, naenda nikamwone Baba, naenza nikamwone Baba, naenda nikamwone Baba, naenza nikamwone Yesu, naenda nikamwone jere jere Baba. kwa Yesu, jere jere. 1 2 3 say Jesus. Pigia Yesu makofi. Amen. Sometimes tunafikiria kila kitu tunachokifanya. Hebu rudia mstari huo wa 19. Sisi wenyewe si mali yetu wenyewe. Usijiamlie. Kama ni ngumu, ambia anahitaji msaada. Roho Mtakatifu ni msaada wako.
Siku hiyo Yesu akifika atakwambia msaada niliutuma. Unahitaji msaada? Haukuhitaji. Kama ungeuhitaji ungepotea. Maana msaada niliuachilia uko duniani, msaada uko duniani. Tangu Yesu alipoondoka hapa miaka yote iliyopita, msaada tuko nao. Na yeye anaishi. Si mpaka sasa hivi kuna simu yako hapo lipo. Si ni kweli? Unapiga, haleluya. Msaada ni Roho Mtakatifu. Hautaki kuacha simu yako. Mahali popote utakapoenda uko naye. Si ni kweli? Ili usikie communication. Naye Bwana alimtuma Roho Mtakatifu vivyo hivyo. Yeye ni msaada wako. Utakaposema siwezi, anashuka tayari. Anakusaidia, anakutia nguvu, anakuonyesha jinsi ya kusoma neno, jinsi ya kuomba, lakini wewe huo msaada uliukataa, uliamua kuufua, uliubwaga huo msaada. Unabembelezwa miaka nenda, miaka rudi, miaka nenda, miaka rudi, wabembelezwa wewe. Wabembelezwa wewe. Hebu angalia, mwenye dhambi na bado ndoto ya utukufu inakujia. Unaota unaombea watu. Unaota unaombea watu, unajua kabisa wewe ni mwenye dhambi. Ndoto ya utukufu inakujia na unaota maisha yako yamebadilika na bado unaendelea. Yesu ananena na wewe leo. Anakuambia badilika. Haleluya. Soma sasa. Au amjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Piga Yesu makofi. Maana mlinunuliwa kwa thamani. Mlinunuliwa. Wewe ulikuwa umeibiwa. Wewe ulikuwa umeibiwa. Shetani akaona isiwe kesi, nataka damu ya mtu ndio hawa watu niwaachilie. Yesu akafanyika mwili, akaja akakununua kwa damu yake. Anasema usicheze. Hebu rudia tena, maana mlinunuliwa. 20. Maana mlinunuliwa kwa thamani. Maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Unamtukuza nani katika mwili wako? Nani anadhihirika katika mwili wako? Unamuinua nani katika mwili wako? Haleluya. Haleluya. Wamtukuza nani kwa mwili wako? Mimi hata nimemaliza. Wamtukuza nani? Nani unamtukuza katika mwili wako? Vile vitendo vyako unavyovifanya, matendo yako ndio yanaashiria unamtukuza nani, na huwezi kujificha. Hayo ndio yanaashiria unamtukuza nani. Watu wa Mungu hawatukani, wako mbali na matusi. Ndio jana nikawa nasema hapa, utasikia kabisa anaenda kutukana. Mjiunge na chama cha mbinguni. Yaani unaenda kumtukana mtu mjinga, lakini ili inabadilika. Mshenga alikuja hapa siku moja, lakini mimi unasikia kuchomeka, mtu amekutukana, unasikia umwambie, unamtukana kabisa. Haleluya. Ile tusibaya kabisa. Mkunazi mliotoa, ule mkunazi mliung'oa jamani. Ule mkunazi hapo ulikuwa mkunazi, mliung'oa. Yesu asante, Yesu asante, umeniokoa hapo si mimi. Unaenda. Haleluya. Amen. Hao ni watu waliookoka kwa kweli. Wanasikia kwamba wafanye kile kitendo, lakini hawana uwezo na huo mwili wao, maana si wao. Kuna mtu aliyechukua nafasi ndani yao. Wewe ni kipi unachokifanya? Ni kipi unachokifanya? Nani anayetukuzwa ndani yako? Nani anayetukuzwa ndani yako? Yata vuku lilo lako mibaso hivi kabisa, ni mibaso ya ushirati kama ruru. Takanaja kwambire ano. Mibaso ya ushirati. Huwa mnahitaji hayo macho haya. Ala. Mnahitaji hayo macho. Mnahitaji. Haya. Unaona sasa maneno hayo? Hilo jina laanza na kutukana, alafu ndo lije hilo jicho sasa. Haya, mnaona maneno haya? Nani unayemtukuza katika mwili wako?
Nani anayesifiwa katika mwili wako? Mpaka sasa hivi basi unamwambia ni Boaz. Boaz yule si yule wa zamani tena. Boaz bwana, nasikia limeokoka sasa hii, limeokoka. Lazima kwamba limeokoka, maana wanaona kitu kingine tofauti ambacho hakiko ndani yao. Mzee amebadilika bwana yule msichana. Alikuwa akifika kwa mtaa mzee, amewamaliza wote. Siku 2-3 wameisha. Siku 2-3 mzee wako ameenda. Amebadilika kabisa yule msichana. Mbona mpaka amechange sura yake sasa? Sasa Yesu ni Bwana sana. Haleluya. Hao ni watu waliookoka. Umekuja kushiriki mwili wa Yesu na damu ya haya. Lingine nataka kuambia, kama una mtu uliyemkosea, samehe. Maandiko yanasema msipowasamehe hao, na Baba yenu aliye juu mbinguni hata wasameheni. Hivi leo kabla ya kula meza ya Bwana, itakubidi utubu kwa sababu ya gharama aliyoingia Yesu. Tena umlilie sana, na kila mmoja hapa atakula mwili wa Yesu. Kila mmoja, hakuna kuruka hapa, utakula. Maana kuna wengine wamesikia hivyo, wewe mimi hapana, nakushikwa bado namhitaji bado. Bado namhitaji. Halo David, halo. Nyote mtakula meza ya Bwana, nyote. Kuwe na hiyo conversation. Nakwambia hiyo conversation itakuwa hatari. Haleluya. Maana baada ya kuwa umekula tu, haya umekunywa sasa, ndo amekaa sasa. Nyote mnashiba pamoja nyote. Haya, niambie sasa. Niambie. Mko kufanya nini hapa? Niambie. Hiyo conversation. Baada ya hapo ni conversation. Hapo utamwambia kama mimi Bwana na shida, nina ugonjwa, naomba uniponye. Kuna conversation itakuwa inaendelea ndani yako. Conversation itakuwa inaendelea. Bwana mimi sina kazi, Bwana sina kazi. Uko hapo kwa meza moja mnaongea, una kazi. Mimi sina kazi. Bwana mimi nataka kusafiri. Conversation itaendelea ndani yako, itaendelea. Yaani ule mkate na ile damu ni kiashiria cha kwamba Yesu njoo tule. Alafu mazungumzo yaendelee. Kinywaji kinaendelea na mazungumzo yanafanyaje? Yesu uliteswa kwa ajili yangu. Kuna kipindi nilianguka. Kuna kipindi nilirudi nyuma. Kuna kipindi nimekutenda dhambi. Naomba unisamehe. Nimekumbuka pale uliponitoa. Nimekumbuka pale uliponitoa. Nilikuwa natukanwa mimi, nilikuwa si chochote mimi, lakini ukanifanya mpaka nimekuwa hapa nilipo. Kama si wewe na kama si mkono wako, nisingekuwa jinsi nilivyo. Yesu, naomba. Sina kazi. Sina nyumba. Nyumba yangu inaanguka. Sasa sina baba, sina. Nunua bati moja, miaka 3 bati moja. So unataka nikutendee nini? Nataka kazi ili nijenge nyumba yangu. Wataka mabati, wataka kazi. Shika. Lakini kuna mwingine mjanja zaidi atasema, Yesu niokoe na unisaidie, na unisamee makosa yangu, na unikubali jinsi nilivyo, na unibariki nisije nikaiba. Halo. Haya, tumalize hiki kitabu cha mwisho, alafu tuanze maombezi. Alafu tutajipanga hapa. Tutajipanga sasa hivi. Shemasi, nisomee kitabu cha Isaya 53, lakini enda 5 haraka. Isaya 53 kwa sababu sasa nimeona nilikuwa siangalii saa, kumbe nimepitisha masaa. Kitabu cha Isaya 53. Nasemaje? Mstari wa 5. Nasemaje? Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu.
adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Pigia Yesu makofi. Hebu rudia tena hayo maandiko, rudia tena. Bali alijeruhiwa. Ndio. Yes. Anza mstari wa kwanza. Anza mstari. Sikiza kwa makini, maana hili ndo neno la mwisho. Na hili neno, hiyo conversation. Kuna mtu hana kazi hapa? Kuna mtu hapa ni mgonjwa? Kuna mtu hapa anatatizika? Haleluya. Kuna conversation ambayo itaanza ndani yako baada ya kuwa umekula mwili wa Yesu na damu ya Yesu. Kuna conversation, maana tutatubu kwanza ili tuonekane wenye haki. Baada ya kutubu kuna conversation. Katika hiyo conversation omba chochote. Halo, unapona leo. Uliingia matatu bure. Wewe tunataka kukupa fare. Kuna Mungu nawe. Hebu soma. Isaya 53. Ndio. Kuanzia mstari wa kwanza inasema, ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Ndio. Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Ndio. Maana alikuwa mbele zake kama mche mwororo, na kama mzizi katika nchi kavu. Yani alipitia magumu kama mche mwororo na katika mzizi katika nchi kavu. Yani nchi kavu ni kavu, lakini ni mzizi na ni kavu. Ana struggle, hakuna maji, ana struggle. Huu mzizi una struggle. Endelea kusoma. Yeye hana umbo wala uzuri. Ndio. Na tumwonapo hana uzuri, tumwonapo hana uzuri hata tumtamani. Endelea. Alidharauliwa na kukataliwa na watu. Mtu wa huzuni nyingi. Ajuaye sikitiko. Na kama mtu ambaye watu umficha. Ndio. Umficha nyuso zao. Ndio. Alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Alidharauliwa na wala hatukumhesabu kuwa kitu. Na ni kweli, haleluya. Paka kutemewa mate, paka kutukanwa, hakuhesabiwa kitu. Hata wale waliosema kwamba Bwana tuko pamoja nawe, Bwana tuko pamoja na Petro. Kwamba nani akuue na sisi tuko hapa? Nani akuue na sisi tuko hapa? Aliposhikwa walionekana. La. Halo. Huko na walikuwa wanasema vizuri kabisa. Alidharauliwa, alionekana kwa si kitu. Bwana, tunapanga mbili, tuwakatekate. Matulize hizo panga zako. Sasa huyu anasulubiwa. Wewe Petro, wewe ni mmoja wao. Wahiko, wewe. Acha maana mimi bwana, wewe vipi wewe? Simjui mimi. Halo. Amen. Simjui kabisa. Mzee Fahari, ushawahi kuruka siku moja nani? Mfano Gabriel umeenda naye pamoja, alafu kumetokea mesi kidogo. Umekamatwa. Alafu unaambiwa sasa utafungwa pamoja na yule uliyokuwa naye. Yule utafungwa pamoja naye miaka 20, utafungwa pamoja naye. Una mazao. Haleluya. Wewe, unamjua mtu anaitwa Fahari? Unamjua mtu anaitwa Fahari? Fahari, hilo jina Fahari nafikiri ni kitu ambacho ni cha thamani sana. Yani anawapitisha huku na huku kabisa. Huyo mtu yani simjui kabisa huyo mtu, simjui kabisa. Sijui mnazungumzia nani? Sijui. Gabriel, wewe unijui wewe? Na mimi nakujua wapi? Haleluya. Lazima takuruka. Amen. So Yesu alidharauliwa na watu wote. Endelea kusoma. Hakika ameyachukua masikitiko yetu. Amejitwika huzuni yetu. Haleluya.
Kama kuna mtu hapa anasikitika hapa, hayo masikitiko leo yanabebwa na Yesu Kristo. Ile huzuni yako anayopitia inabebwa na Yesu, haitaonekana ndani yako tena. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. Amen. Haleluya. Kama unahuzunika juu ya school fees, juu ya ugonjwa, hiyo huzuni inaondolewa kabisa. Kama unahuzunika kwa sababu kuna mtu alikudhulumu, hiyo huzuni inaondoka kabisa. Kama unahuzunika kwa sababu ya masemango wanaokusema, hiyo huzuni inaondolewa. Masikitiko yanaondolewa. Wewe unabarikiwa kwa jina la Yesu. Kuna kitu cha ajabu leo kinatendeka kwa maisha yako. Amen. Utapita nyumbani hivi umekuwa mpya. Haleluya. Amen. Huzuni inaondolewa, masikitiko yanaondolewa. Amen. Hautasikitika tena kwa jina la Yesu. Amen. Hautahuzunika tena kwa jina la Yesu. Amen. Yalibebwa na Yesu. Yalibebwa na Yesu. Na leo anayabeba kwa jina la Yesu. Amen. Yuko hapa. Ameshuka kufanya conversation. Haleluya. Sote tutafanya conversation wakati mmoja. Tumekula mwili wa Yesu, tumekula na damu yake. Anafanya conversation ndani ya mioyo yetu. Bwana ni hiki na hiki, Bwana ni hiki na hiki, ni hiki na hiki, ni hiki na hiki. Kama kuna pepo ndani yako, atapigana hiyo vita, litakimbia mara moja. Wewe nani hapa ndani? Wewe nani? Wewe nani hapa ndani? Uliingia lini? Mwenye huo mwili amekuja. Mwenye uamuzi wa maisha yako amekuja. Maliza sasa. Hakika ameachukua masikitiko yetu. Ndio. Amejitwika huzuni yetu. Ndio. Huzuni zetu. Ndio. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa. Ndio. Amepigwa na Mungu na kuteswa. Ndio, tulimdhania kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Alijeruhiwa kwa sababu ya makosa yetu. Alichubuliwa kwa maovu yetu. Alichubuliwa kwa sababu ya maovu yetu. Alichubuliwa kwa maovu yetu. Ndio. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Ndio. Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Piga Yesu makofi. Tosha. Tosha sasa. Sasa iko hivi. Nataka tugawanyike hapa kidogo. Nataka tugawanyike hapa. Kuwe na line 3 tu. Kuwe na line. Hapa line ya kwanza. Hapo line yes, nataka tu hata wale wako huku watakuja hapa wote. Lakini nataka tujigawanye. Wazee watakuwa kivyao. Vijana watakuwa kivyao. Haleluya. Yes, nataka tujigawanye vizuri.